tone la maji katika jangwa la mateso. Je, mwananchi wa kawaida anahitaji matangazo ya bei ama anahitaji maisha yenye nafuu? Ndio maswali mengi ambayo tunajiuliza hii leo ndani ya NTV ya Dhuhuri, na katika kila kona ya taifa bado sauti ya mnyonge inaendelea kupaa hewani, sauti iliyochoka kuahidiwa kesho bora, huku leo yake ikizidi kuwa nzito kuliko jana. Tutayadadisi yote. Mtazamaji wangu, mie ni Frida Mwaka, siku zote nitaitika, na pia vile tuko na wanahabari wetu nyanjani wakipiga darubini ya hali halisi hii leo. Na moja kwa moja basi, mtazamaji, tuelekeza jicho ndani ya Kitengela ambapo mwanahabari wetu David Mudhoka amekita kambi katika eneo hilo. Mtazamaji, pia vile tutaelekea moja kwa moja hadi kaunti ya Uasin Gishu aliko mwanahabari wetu Steve Keter. Nafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Victor Ngaruya anadadisi na kupiga pilka hapa jijini Nairobi katika barabara ya Thika, na pia vile tutavuka moja kwa moja hadi baharini Pwani aliko mwanahabari wetu Kevin Mutai, bila kusahau Judy Cherono akiwa katika kaunti ya Kisumu. Studioni, mtazamaji wangu, pia vile niko naye mwenyekiti wa E-Hailers, ambao huu ni muungano wa vyama vya madereva wa mitandao, anajulikana kama Bwana Daniel Manga. Ananijuza Frida, leo nimejitolea kimasomaso, nitaweka yote parwanja, tuzungumzie swala zima la bei ya mafuta kuongezeka nchini na matatizo wanayopitia madereva. Mtazamaji wangu, kwa sasa niruhusu nikupeleke moja kwa moja hadi Kitengela aliko mwanahabari wetu David Mudhoka ili atujuze uhalisia wa mambo. Mudhoka, hapo jana tuliona kilichojiri Kitengela, kulikuwa na vurumai, lakini leo hali iko vipi? Mojawapo ya maeneo muhimu zaidi hapa katika eneo nzima la jiji la Nairobi, manake ni nyumbani, ni mahali ambapo wengi, maelfu ya Wakenya ambao wanafanya kazi au shughuli tofauti katika eneo hili wanapopaita nyumbani. Na hivyo basi hapa ndipo kuna kuwa na safari kila asubuhi na kila jioni, watu wakitoka kwenda shughuli na jioni wakirudi makwao. Lakini kwa siku mbili sasa hali imekuwa hali imekuwa tete, manake tangu kuanza kwa mgomo huo wa matatu hakuja kuwa na usafiri, haswa kutumia matatu za umma. Utaona upande mmoja kuna matatu nyingi ambazo zimeegeshwa pale kuanzia jana, na hii ina maana kwamba shughuli za usafiri hapa zimelemaa kwa kiasi kikubwa. Kwa lugha ya mtaani wanasema matatu zimelala, na utaona kwamba ni kweli, na ni za sako mbalimbali. Utaona Rainbow Shuttle pale, Super Metro na nyinginezo ambazo bila shaka hazijatoka tangu jana, na ndizo ambazo wengi wa wakazi hapa Kitengela wanazitegemea kwenda katika shughuli zao za kila siku. Na utaona upande mwingine mkabala na mahala ambapo matatu hizo zilipo kuna makumi ya Wakenya ambao wamekwama, hawajui wafanye nini. Utaona kwamba wengi wamekuwa wakitaka kwenda katika shughuli sio tu jijini Nairobi, bali katika maeneo ya karibu kama vile Mlolongo, Syokimau. Hawana namna ya kufika huko, na hivi sasa wako hapa wamekwama, hawajui wafanye nini. Kuna magari machache ambayo bila shaka yanakuja na yanatoka, ambayo ni uchukuzi, lakini utasikia wakisema kwamba yanalipisha nauli ya bei ghali sana, na wengi pengine hawana ile pesa, na hivyo basi ni tatizo kubwa. Hili kuelewa kabisa na kupata taswira ya hali halisi hapa Kitengela, hebu nizungumze na baadhi ya wasafiri. Kuna ubingwa hapa, unaitwa nani na pengine ulikuwa unaenda wapi, umefika hapa saa ngapi, na mgomo huu mzima wa matatu umekuathiri namna gani? Mimi kwa majina naitwa Caleb Asa, mimi ni engineer wa stima. Nilikuwa nafaa kufanya kazi jana Syokimau, na leo wateja wangu wako kwa giza, wanashinda nitawafikia vipi, kwa sababu ukijaribu kuchukua hata pikipiki unaogopa kurushiwa mawe. Pia ukichukua gari, mimi ninaendanga na watu wangu kama 5, nikiambiwa nilipie kila mmoja 500 hadi Syokimau, siwezi kwa sababu pesa yenye nitalipwa itakuwa chini ya ile ninalipia gharama ya gari. Sasa mimi naomba serikali, the President, His Excellency Ruto, angalie hii mambo ya mafuta, kama wanaweza revise
kama wanaza reverse hiyo, watoe hiyo kitu inaitwa tax kwa mafuta, gari shughuli zirudi, sisi tuendelee na shughuli zetu za kila siku. Watoto ndio hao tumewaacha kwa nyumba, wajaenda shule kwa sababu pia gari haiwezi wachukua. So sijui hii serikali ya bottom up ni up bottom ama ni bottom up, tumeshindwa. Asante. Hebu nizungumze pia na wengine ambao wananieleza wameathirika hapa. Unaitwa nani? Na mgomo huu wa matatu ambao tunaona ukisababishwa na wale wamiliki na katika sekta nzima ya matatu wanataka lazima kwanza bei ya mafuta ishuke chini ndio warejee barabarani. Je, mgomo huu unakuathiri namna gani? Nasema kweli umekuwa kuathiri sana, sababu mimi sasa kama nimeshuhudia incident whereby from here to Thika it is normally maybe 150, but someone today amebebwa hapa akaambiwa kwa pikipiki alipe 1500. So I'm thinking of kama yeye atalipa pikipiki ama atanunua maji. Sasa unaona imeniathiri sana, ndio nasema angalau they should leave other business, wavalie hiyo swala njuga hata ya mafuta peke yake, sababu ndio ile flow itawezekana, ama mimi nitapata mkati, sababu sitaenda kwa William. I got my life, I should be living my life here contented, lakini ile flow ya pesa ikue. Is okay sir. Kwa hivyo tu swali moja tu kabla uondoke, unasema unauzia maji wateja na wasafiri pia na madereva na manamba katika eneo hili. Kwa hivyo unasema katika siku mbili zimepita, wengi wanaona kwamba pesa kidogo ambayo wako nayo labda tu pengine wapande gari. Haujauza kitu pengine? Sure, definitely. Even yesterday I was to go on my bed on an empty stomach, but thank God I had 200 shillings. So, but today I don't know. Maybe you guys wale matajiri, sijui mtatualika ama, sababu hakuna kitu. Na hiyo ni kuonyesha ya kwamba you people you are not performing. Although we voted for you in, but we are now maybe regretting. Let me say it, because I was one of those who voted for him. But now if you are doing the wrong thing, why don't you accept correction and walk on the right track? Asante sana. Bila shaka hebu nijumuishe watu wengine wawili watatu hivi. Huu ni mgomo ambao bila shaka tumesikia na tumeona ukisababishwa na wale wamiliki wa matatu kusema kwamba mafuta ama bei ya mafuta imepanda sana na hawezi kumudu operesheni na wangetaka bei ipungue. Kwa sasa bei ya dizeli ni takriban shilingi 230, bei ya super pia iko tu katika ile kiwango cha shilingi 200. Hebu nisikie maoni. Je, wito wako kwa serikali ni upi? Manake hii bei ya mafuta iko juu sana. Wito wangu kwa government ya Kenya, kwa majina mimi ni Kanairo kwa government, unaona venye tunaumia sana. Mazee, huo jamaa juu atuangalie sana. Kindiki jana anaongea kwanza shit. Unaona? Kaka itabidi kidogo tu rekebishe lugha, manake tuko katika station ya kitaifa, lakini tafadhali huyo jamaa kwa hapo juu angalie common mwananchi wa kawaida mazee. Hii life inatupeleka Babylon system. It's like tuko kwa afadhali mzungu mamboreo kuliko Mwafrika mamboreo mweusi mwenye anatunyanyaza hadi kwetu our hometown. Wengine unajua tuweze enda majuu, tunatoka Kenya wakati tumekufa. Sasa tutakufa kama tunaendelea kuhangaika. Mazee, mafuta hata ashuke. Na sisi kama raia tunasema tu tuko kadi ni one time. Basi bila shaka ndiyo ghadhabu na kilio cha wakazi hapa, na nafahamishwa kwamba tutakuwa tukirejea hapa saa 7 kamili, na hivyo basi ningependa tu niwie radhi wale ambao wangetaka kutoa maoni. Tutakuwa tunapata fursa nyingine hapo mbeleni, lakini kwa sasa Frida Mwaka, ningependa nirudishe usukani kwako. Frida Mwaka, kwako studio. Na asante sana David Mudhoka akiwa katika eneo la Kitengela, mtazamaji wangu hapo akizungumza na wananchi.